wananchi wengi wamepata fursa ya ajira katika ujenzi. Isitoshe kuhusu swala la ujenzi, lakini pia kiwanda kilipoanza uzalishaji mwaka 2022, wananchi wengi pia wa maeneo hayo hasa kijiji pale jirani na sisi, tuna ushirikiano mzuri na mtendaji wa kijiji pamoja na diwani. Kwa hiyo tunapohitaji nguvu kazi tunawasiliana na uongozi wa kata na uongozi wa kijiji. Kwa hiyo wanawaandaa vijana, wanawaleta pale, wanapata ajira. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nguvu kazi kubwa pale ya vijana imepata kazi. Tuna vijana zaidi ya 600 ambao wanafanya kazi, ambao wametoka maeneo ya pale jirani. Kwa hiyo unaona hiyo tayari ni kwamba kiwanda kimechangia ile azma ya serikali ya kuongeza ajira kwa vijana. Tumeanza uzalishaji, huu ni mwaka wa 3 sasa. Tumeajiri wameanza 2022 Disemba. Mwishoni. Kwa sababu tu ni 2023. Kwa hiyo ni mwaka wa 3. Kwa hiyo ajira ambazo zimetolewa mpaka sasa hivi ambazo ni za moja kwa moja ni ajira 1805. Okay. Na hii ni kwa sababu bado tulikuwa hatujazindua rasmi na bado tulikuwa hatujakamilisha ile mitambo ya uzalishaji, lakini sasa hivi mitambo yote ya uzalishaji inakamilika na tutakuwa na mitambo 5 ambayo itakuwa inazalisha mbolea hizi, na kila mtambo una uwezo wa kuzalisha tani 200,000 kwa mwaka. Kwa hiyo tukichukua kwa ujumla, kiwanda kina ile mitambo iliyosimikwa yenye uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka ya mbolea hizi ambazo tunakwenda kuziuza. Lakini pia pale kuna mitambo mingine ambayo sasa inachakata zile malighafi. Kwa mfano kuna mitambo ya kuchakata samadi ambayo iko mitambo 3 na kila mtambo una uwezo wa kuchakata tani 200,000 kwa mwaka. Kuna mtambo wa kuchakata chokaa ambao kuchaga ile mawe ya chokaa ina uwezo wa kuzalisha tani 100,000 kwa mwaka, na kile kiwanda chetu kilichoko Manyara kina uwezo pia wa kuchakata tani 200,000 kwa mwaka, lakini mpango ni kuongeza ikifikisha mpaka tani 800,000. Kwa hiyo utaona kwamba jinsi mitambo itakokuwa inaongezeka na ajira nazo zitakuwa zinaongezeka, kwa sababu watahitajika watu ambao watakuwa wanaendesha mitambo ile, watahitajika watu watakuwa wanafanya kazi katika mitambo ile. Kwa mfano kwa sasa hivi pale tutakapofikia sasa mitambo yote inafanya kazi, tukishamaliza uzinduzi sasa kutakuwa na swala la ajira na mambo kama hayo. Tunategemea kwamba tukishakamilisha mradi wote ukawa umekamilika, tutakuwa na ajira zisizopungua wafanyakazi 3,000. Hao ni wafanyakazi ambao watakuwa wamepata ajira moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi wale wafanyakazi au ajira ambazo zimetengenezwa ambazo sio za moja kwa moja, ni zile ajira zinazotokana na shughuli ambazo zinaendelea lakini ni nje ya pale kiwandani, tunakadiria kama ajira za watu 5,000. Hapa ina maana kwamba tunao watu ambao wanatuletea malighafi, kafuni samadi, mawe ya chokaa. Hawa wanawafanya kazi ambao wanawasaidia kukusanya hizi malighafi. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna watu ambao wameajiriwa kutokana na sisi kuweza kuchukua zile malighafi. Hapa tunapozalisha mbolea tunazipeleka sehemu mbalimbali. Kuna ajira za wale wenye magari, wana matanboy, wana madriver. Kwa hiyo unakuta kwamba wao pia wanapata ajira. Kuna kule ambako tunapeleka mbolea kuuzwa kwako wasambazaji wetu ambao wao wana watu ambao wanasaidia kusambaza, lakini pia kuna wale mawakala wanauza pembejeo, nao pia wanapata ajira. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa kiasi kikubwa tumegusa jamii yote ya Tanzania, kwa sababu mbolea zetu sasa hivi zinafikika Tanzania nzima. Tunao wasambazaji zaidi ya 15 ambao wamestapakaa nchi nzima. Kwa hiyo kwa kiasi hicho unaona kwamba hata kule ambako bidhaa zetu zinafika, hii ina maana kwamba ni ajira ambayo sio ya moja kwa moja, ambayo kiwanda inakitoa kwa manufaa ya moja kwa moja haya.